leo ukiwakutanisha watani wa jadi hapa nchini Tanzania, Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Simba. Hatimaye umeota mbawa kufuatia taarifa ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo huu kulingana na sababu ambazo ziliainishwa. Derrick Lissu pamoja na Malusu. Unajua Songo Mbingo ilianza tangu jana usiku sio? Jana usiku baada ya taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuonekana kushindwa kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa mujibu wa kanuni, timu ngeni huwa inapata nafasi siku moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao mbunge linakwenda kupigwa, au sio bwana? Sahihi. Songo Mbingo likaenda pale, mwisho wa siku vikao vikafanyika kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Simba majira ya saa 8 usiku wa manane ule wakashusha mkeka ambao uliainisha kwamba wao wamefikia maamuzi ya kutokupeleka timu uwanjani kwa sababu masuala ya uvunjwaji wa kanuni. Walinyimwa kwa exercise kanuni yao ama haki ya kikanuni kuandaa wao kupata ile fair competition kuelekea kwenye huu mchezo pamoja na uungwana kuelekea kwenye game. Sio mara ya kwanza lakini of course inatokea mara nyingi. Mara mwisho ilikuwa 2021 kuna mkasa ulitokea kuhusu muda wa mechi. Game ilitoka saa 11 ikapelekwa saa 1, si ndio? Yanga wenyewe akaja saa 1. Lakini back to history, 1969 Simba walishai kugoma pia kucheza dabi. Young Africans ilikuwa nadhani match 3. Sababu ilikuwa ni kwamba Simba walikuwa na kesi yao kipindi hicho wakaitwa Sunderland Abijo dhidi ya African Sport. Walicheza na African Sports, game imalizika kwa sare. Simba wakaenda kushtaki kwamba goalkeeper ambaye alitumika na African Sports alikuwa hajasajiliwa. Kwa hiyo ilipelekea wao kugomea kucheza mchezo wa dabi. Lakini hata mwaka 1992 ilitokea tukio kama hili. Sasa hili ilikuwa ni Yanga ndo waligoma kucheza mchezo wa dabi, na sababu ambao Yanga walifanya hivyo ni kwa sababu walikuwa washachukua ubingwa. Wakaona game ilikuwa haina umuhimu. Basi Simba akapewa alama za mezani, Yanga alipigwa fine kama 250,000 hivi. Vingine kwa mzigo by the way. Na mfadhili wao ndo alikuja akalipa. Alikuwa anaitwa Murtaza nadhani. Murtaza Dewje. Sio Mangungu. Murtaza Dewje alikuja akalipa. Lakini 1996 ilitokea tukio kama hili pia. Simba ndo waligoma kuingia uwanjani kwa sababu walikuwa wanajiandaa na mchezo wa kombe la washindi barani Afrika dhidi ya Chapungu Rangers ya Zambia. Waliomba muda kujiandaa. Sababu yao ikatupiliwa mbali. Kwa Yanga akapewa ushindi wa mezani. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1996. Na cha ajabu pia hao Chapungu Rangers wenyewe hawakuja kucheza hiyo game. Kwa hiyo Simba pia alipewa alama za mezani kwenye kombe la washindi. Lakini mwaka 2002 kama nakumbuka ilitokea saga ya mchezaji wa Simba anaitwa Said Maulid, alienda kujiunga na Young Africans. Sasa ilitoka taarifa kwamba sio raia wa Tanzania, kwamba ni Mkongoman. Songo Mbingo likawa kali sana kwamba mchezaji huyo haruhusiwi kucheza. Yanga wakagoma kucheza hiyo game. Lakini tukio la mwisho ambalo nalikumbuka kabla la 2021 ilikuwa ni mwaka 2008. Sekafa Kagame. Simba na Yanga wote waliondoshwa nusu finali. Kilichotokea ni kwamba ilibidi wacheze game ya mshindi wa 3. Yanga na Simba, Yanga wenyewe kwa madai yao ni kwamba waliwaambia Simba bwana tugome game kwa sababu kuna fedha ambazo tunatakiwa tupewe. By that time ilikuwa inazungumza ni milioni 50. Basi wakakubaliana, lakini Simba akaenda uwanjani. Kwa hiyo kwenda uwanjani Simba akapata ushindi wake mezani, na repercussions kwa Young Africans zilikuja kutoka kwanza kwa Sekafa. Waliwafungia kutoshiriki michuano ya Sekafa kwa miaka 3. Hiyo ilikuwa ni hukumu ya awali. Lakini hata pia TFF. Hivi kimecho kwa TFF au FAT? Ilikuwa TFF. Waliwafungia pia Young Africans kushiriki michezo ya kimataifa kwa miaka 3. Kwa hiyo this has been going on. Yani hapa nimetaja scenario kama 5, yani ukijumlisha na 2021. And again, imetokea tena leo. Sasa leo mpaka inafikia asubuhi kila mmoja alikuwa anajiuliza Simba ameshatoa tamko
Nini kinafuata? Bodi ya ligi ambao wao ndio wasimamizi waendeshaji, sio? Walikuwa wanasubiriwa kutoa tamko. Ni kipi ambacho yani hata wamechukua sema yani watamke basi watu wapone wakasema sasa wamekuja kusema. Unajua Sanga ilikuwa mida ya mchana kabisa, kwa sababu watu, kuna wengine walikuwa wameanza safari kuja da, lakini pia wengine walikuwa yani, unajua sintofahamu ilikuwa sio ya kitoto. Kwa hiyo na DMs zilikuwa nyingi kwa sisi ambao tunafanya kazi za uandishi. Na kwa bahati mbaya Simba walitoa pia taarifa usiku baada ya scenario ile. Kwa hiyo nadhani kujipanga kuja kutoa maamuzi sasa, ma taarifa ilibidi kuwe na mchakato, sio? Baadaye taarifa ikatoka. Sasa naisoma kama ifuatavyo. Kutoka taarifa kwa vyombo vya habari inasema kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania katika kikao chake cha leo Machi 8, 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya Simba uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandikia barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni iliyotajwa ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 ibara ya kwanza kipengele kimoja kidogo cha 1.3 cha kanuni sawa ya ligi kuu kuhusu kuahirishwa kwa mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanyika kwa maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Taarifa imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Machi 8 mwaka huu. Baada ya taarifa kutoka, nini kilikujia kichwani kwako Derrick Lissu? Kwanza ilikuwa ni maamuzi ambayo ulitarajia kwamba mechi itaahirishwa? Hapana, sikutarajia. Kwa nini? Naomba nikuulize swali. Awali mambo haya ya mtu kuto kufanya mazoezi siku moja kabla ya game, especially kwenye hizi games za derby, yalikuwa yanatokea. Ulishai kusikia mtu anasimamisha hoja kwamba hatutaki kucheza game kwa sababu hatujafanya mazoezi one day prior to the game? That's my first question. Swali la pili, kigezo cha kutofanya mazoezi siku moja kabla ya game kinatosha kuahirisha game ama kina mashiko cha kuahirisha mchezo? Maswali mawili ya moja kwa moja. Conclusion ambayo ilinifikia kichwani na kwamba haya ni maamuzi ambayo kwa asilimia kubwa yamefavor upande mmoja. Uko unamaanisha nini?
mechi ilipaswa kuchezwa. Yani kwanzia ambao waliamini ama waliotoa taarifa ambao ni Simba Sports Club kwamba kesho hatutapeleka timu. Mimi kwa upande wangu walikuwa na makosa makubwa sana. Unamaanisha walikuwa ni wabinafsi? Sio binafsi, lakini ni kama walikuwa wanachukua sheria mikononi. Sasa sio wanafuata kanuni. Ngoja, kanuni inasemaje kuhusu kuzuiliwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Kanuni inasema kwamba usipeleke timu uwanjani. Kanuni inasema kwamba game kesho iahirishwe. Kanuni inasema ni kwamba wahusika ambao wamemzuia mwenzake kufanya hayo mazoezi kuna adhabu wataipokea ambayo ilikuwa ni fine. Hiyo ndo kanuni. Simba ni kama wame-exercise ama wao kama vile wametoa maamuzi wakati kanuni zipo. I expected kamati ambayo ilikaa kitu ambacho wangefanya, wangeadhibu Young Africans kwa sababu sishaonekana kuna makosa. Wamezungumza hapa kwenye taarifa kwa vyombo vya habari kwamba watu ambao walionekana wana sura za walinzi wa Young Africans walizuia basi. Kwa hiyo tayari washaonekana kwamba wao kuna makosa wameyafanya. Waadhibiwe kikanuni. Kanuni hakuna sehemu ambayo imemention kwamba kwa sababu ABC hamjafanya mazoezi kesho game iahirishwe. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu I never expected something like this, kwa sababu ukitazama ukubwa wa hii game yenyewe, ukitazama expenses ambazo watu wametumia, tunazungumza kuhusu watu wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali. I know friends ambao wametumia usafiri wa anga. Yaani ukumbuka mtu kwa mfano anayetoka labda Arusha, anayetoka Kagera hapo zaidi ya 500,000. I know friends ambao wametoka nje ya nchi. Mmoja wapo ni rafiki yangu ambaye anaitwa Jim. Yupo Tanzania Jim yule ambaye tulikutana naye Rwanda. Mimi ambaye nilimhamasisha paka amekuwa shabiki mkubwa sana wa mpira wa Tanzania. Alikuja kutoka Rwanda kuitazama hii game. Kwa ukubwa wa game yenyewe haikupaswa kuahirishwa kirahisi hivi. Conclusion nyingine ambayo mimi nilifikia, ukitazama barua ya bodi ya ligi, wamejaribu kubalance kwamba Simba ana makosa, kwamba hakutoa taarifa, kwamba anaenda kufanya mazoezi kwa timu mwenyeji lakini pia wahusika wengine lakini pia wamebainisha kwamba Yanga wana makosa kwa sababu sura ambazo zilionekana ni za walinzi wa Young Africans ndio walizuia basi la Young Africans. Hii taarifa ni kama taarifa iliyotoka kubalance mzani kwamba hapa sofa kwa hii taarifa nani mwenye makosa. Yaani ukisoma hii taarifa kwa mtu yote ambaye ana akili, hata kama umeishia darasa la 7 kama mimi, unaisoma hii taarifa, nani ana makosa hapa? Hayupo mwenye makosa. Kwa hiyo nakuja pia kuongea na ndugu zangu wa bodi wa ligi. Una mandate ya kuongoza mpira, una mandate ya kuexercise governance, unapaswa kuwa strict, unapaswa kusimamia kanuni, unapaswa kusimamia sheria. There's no room ya busara kwenye mambo ya msingi kama haya. Walichokifanya mimi kwa upande wangu ni kutumia busara kwenye sehemu ambapo walihitaji kutumia kanuni, which pia tunapozungumzia bodi ya ligi upande mwingine ambao pia ni wa kuwajibika ama wa kuwazungumzia ni mashabiki. Mmoja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa sana mitaani, vijiweni na mashabiki ni kwamba hizi clubs zimekuwa too big to fail, too big to handle. Na hii sio kwa mashabiki tu, hadi vijiweni. Kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye hizi club wametumia platform zao za kidigitali. Kwa mfano nikimtolea Patrick Simon, kwa ni mwanasheria wa Young Africans, mkurugenzi wa sheria wa klabu ya Young Africans, sio? Kuna siku nadhani baada ya mchezo wa ligi kuu alijaribu kuwasilisha dhidi ya Namungo, akawasilisha pale, ukajiuliza mara mbili, akasema kwamba hizi timu kwa bahati mbaya sana iko wazi kwamba hizi timu zimefikia kuwa na nguvu zaidi ya mamlaka ya mpira. Exactly. Sasa hiyo nguvu mimi nakuja na relate huku na mashabiki ambao ni ndugu zangu, nakutana nao mtaani, tunacheka, tunaongea. Hii nguvu ambao tunasema hizi clubs wanazo ni kwa sababu ya ushawishi ambao wanao kwa mashabiki.
Kuna jambo ukiligusa Yanga, mashabiki watakuja juu. Kuna jambo ukiwagusa Simba, mashabiki watakuja juu. Sasa kuna muda mashabiki tunahitaji ama wanahitaji kuendelea kutumia akili sometimes. Kuna muda sio kwa sababu ni klabu yako unapaswa kuside nayo hata kama imekosea. Yaani ukitazama kinachoendelea kwenye socials ama kwenye social media, mashabiki wa Simba ni wa Simba, mashabiki wa Yanga ni wa Yanga. Kuna mmoja ilibidi ya consider ama wote wawili inabidi wa consider kwamba hapa tumefanya makosa, tukubali kukemea. Tunashuhudia mashabiki wengi duniani wakifanya revolts against club zao. Club ikikosea wanakuja juu. Alafu mashabiki exercise nguvu yao ya kujua lipi ni baya lipi ni jema, tunakuja kwa viongozi. Hizi clubs haziongozwi na watu 200,000. Hizi clubs haziongozwi na watu haziongozwi na watu milioni. Wanaongoza watu wachache. Yaani kwa mfano ukienda Yanga wanamkuta rais, makamu wa rais na viongozi wengine. Sidhani kama people who make key decisions kwenye hizi clubs wanafika 100. Yaani either anaweza kama 50 20. The same kwa Simba. Ukigusa kule pia ili kundi la watu wachache pia ambao linafanya maamuzi kwenye hizi clubs nao pia wanatukosea. Sisi mashabiki ambao tuna demand kuona football, tuna demand kufurahi kwa sababu ya football, tuna demand kupata euphoria. Yani mimi sipati euphoria sehemu nyingine yote zaidi ya mpira. Mimi furaha yangu, joy yangu mimi ni kushuhudia mpira, naipata kwenye mpira. Watu 20-50 wakinikosesha hiyo furaha kwa sababu tu ya misinterest zao, kwa sababu tu ya unazi wao, wao pia wanatukosea. Kwa hiyo kuna sides kama 4 hapa kama Pista nimezitaja. Mosi, body ya league. Pili, mashabiki wenyewe we should use common sense kwenye kufikiria kipi cha kuside. Tatu, hawa wachache ambao pia wamepewa mandate ya kuziongoza hizo clubs wanatukosea. Kilichotokea leo ni mtu ambaye aibu, yani kwa mtu ambaye yupo Algeria, yupo South Africa. By the way, I have friends ambao hapo huko. Atafutwa pia. Nini kimetokea? Kwa sababu wao walivyokuwa na imagine derby ya Kariakoo ilivyo kubwa, East and Central in South Africa. Mambo kama haya ni aibu, yani sio rahisi kutokea ama hayapaswi kutokea. Tumejiaibisha kwa watu ambao wanafuatilia mpira duniani. Kilichotokea leo tumejiaibisha. Plus na maamuzi yaliyofikiwa leo na modeli. Tutarejea. Hii bwana ni Sports Extra ya Clouds FM, tunaendelea kuzungumza kimichezo. Dabi ya Kariakoo imeota mbawa, maisha yanaendelea kama ambao tumefanya wiki nzima kuelekea watani wa jadi jackpot. Michongo ilikuwa inatoka na kuna washindi ambao tumewasafirisha kuja Dar es Salaam kwa ajili ya